Nichukue nafasi hii kukukaribisha katika ibada kubwa siku ya Jumapili. Nikisema mashimo unaelewa nini? Mashimo inawezekana magonjwa pia ni mashimo. Kwa sababu mashimo ni kitu ambacho kinaweza kimechimbwa. Ambacho ndani yake inaweza kimeweka kitu. Kwa maana yake kitu ambacho kiko kwenye shimo kama huwezi kuingia huwezi kukitoa. Hauwezi kukitoa. Mpaka uingie ndani ya shimo utoe. Kwa hata magonjwa ni shimo. Ni shimo. Hata umaskini ni shimo. Aibu ni shimo. Mahangaiko ni shimo. Kwa tunaitumia damu ya Yesu ili fanye tutoke kwenye nini? Kwenye mashimo. Kwa Mungu amemwandaa mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kutoka kwenye nini? Kwenye mashimo. Amempa hiyo neema, amempaka mafuta kwa ajili ya kutoka kwenye mashimo ya uharibifu. Maana inasema Biblia inasema kwamba shetani amenisukuma sana ili nianguke. Kwa maana yake tumeangushwa kwenye mashimo ya uharibifu. Tumeangushwa kwenye mashimo ya magonjwa, tumeangushwa kwenye mashimo ya umaskini, ndio kukataliwa, yote ni mashimo. Hayo ni mashimo. Basi mimi nichukue nafasi hii kukualika Jumapili. Ibada inaanza saa 4 kamili saa 4 kamili asubuhi. Nabii anakuwa yuko hapa kuachilia upako wa ajabu Jumapili. Huenda labda umesumbuka na magonjwa kwa muda mrefu, kwa miaka mingi sana, hata magonjwa hayajulikani ni magonjwa gani. Huenda wakati mwingine umesumbuka kwa waganga, umeenda kuzunguka huko kutafuta namna gani utapata tiba lakini imeshindikana. Sasa nikwambie Jumapili hii, hilo shimo la uchumi linalokusumbua, hilo shimo la ugumu wa familia, ugumu wa kupata pesa, hilo shimo la ugumu kwenye maisha yako linakwenda kuondoka kabisa. Shimo la kunyang'anywa kibali, nyota yako imeondoka. Basi sikia, usisumbuke kwenda kwa waganga, kwenda kupoteza muda. Njoo siku ya Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi, utakwenda kutoka katika hilo shimo ambalo linakusumbua. Huenda una magonjwa yamekuzidia wewe, hii ibada inakuhusu kabisa. Uweze kufika siku ya Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi na kuendelea. Mungu atakwenda kukuinua na kukutoa katika hiyo shida inayokusumbua. Basi mimi nikutakia wakati mwema, naendelea kutufuatilia.